Yapa bad guys inazidi kuweza kusonga mbele katika sehemu ya 14, twende sambamba zaidi. Hapa tunaambiwa ni trap, mtego. Bwana dogo akauawa Sero. Mimi nahitaji uungwana wako kidogo. Anasema kukamata samaki wadogo haitoshi. Na pia nimeandaa bwawa. Inabidi tuweze kukamata samaki wakubwa zaidi. Wewe unawajua? Hapa nimevua kwa miaka mingi sana. Huwa nakamata samaki wadogo na kuweza kuachilia baada ya kuweza kung'ata tu chambo. Ila samaki wakubwa ni bora zaidi. Ila mimi sivui kwa furaha kama wewe. Nitawakamata samaki wakubwa na kuweza kuweka kwenye dimbwi. Basi wakakubaliana, ni mifano tu. Kwamba kukamata walifu wadogo haitoshi, inabidi kukamata wakubwa. Unaweza ukaendelea. Ni maneno ya Pitaki baada ya kuweza kupiga simu na kuachana na mchai. Si tunaamini kabisa watu wote wanaweza kuhusika na hizo biashara za uzaji wa organ. Wamekamatwa kwa sababu ya hii kazi. Kwamba ni kweli alikuwa akiweza kuifanya. Lakini hawa watu watatu ni ufunguo wa pekee sana kwetu. Hawa wataweza kutuongoza sisi kuweza kutupeleka na kuweza kujua wahusika hizi biashara ni kina nani. Kwa sababu wanahusika na masuala kuweza kusanya organ na kuweza kupeleka kwenye vyombo kupeleka sokoni. Ila tutaweza kuwajua wahusika baada ya operation inaweza kufuata. Operation inafuata ni ipi? Anambia cha kwanza inabidi tuweze kukamata hao watatu. Tukiwakamata watatu kwa sababu wao ndio supply. Hii operation itakuwa ikiweza kuitwa clean day. Usafishaji wa siku. Yaki akaanza na kwake. Wewe mbona unataka nini? Mbona nifuatilia? Kwa nini? Au mpaka nikubutue? Wewe kunikamata itakazama kwenye swimming. Yaki alicheka sana. Ni laana wewe. Hakikisha ukitoka, vuta pumzi. Ukitoka tu ni wa kwangu. Na Sky akapita na wakwake. Wa pili. Res naye akapita na watatu. Wakiobana hawa. Sababu ndio wanaweza kuhusika na masuala ya ukusanyaji na kuweza kupeleka viungo moja kwa moja sokoni. Kwa hiyo kuweza kujua wahusika ni kukamata hao watatu ambao ndio wasambazaji. Yes, ndio supplier. Unadhani tukiweza kukamata watatu inatosha? Anambia huu ni mwanzo tu. Pasipo usambazaji, masoko ina maana kwamba taathirika. Kwa hiyo wakubwa lazima wataweza kujitokeza wenyewe kutafuta viungo vilivyoweza kupotea. Wauzaji na wanunuzi watakutana tu. Hiyo ni plan ya Pitaki. Funga mdomo wewe, unampigia nani kelele? Kaa hapo tulie. Kweli biashara inaendelea. Maini, macho, moyo, mapafu yanauzwa. Watu wananunua. Mambo yanaendelea. Mzigo umefika. Ila raia wa kigeni wahamiaji kinyume na sheria sasa hivi inasemekana kwamba ni ngumu sana kuweza kupatikana. Jambo zuri na maana kwamba raia wa kigeni wanapotea kila siku. Anasema wapumbavu ni wanaharamu ambao wako kwenye duara. Yaani wao binadamu kwao hawana thamani, bali wao binadamu kwao ni kwamba kuwaua
na kutengeneza pesa. Kwa hiyo na sisi tukiweza kuwakamata inabidi tuweze kuwakatakata vipande vipande kwa kila maisha mtu mmoja aliweza kuchukua. Ni maneno pitaki. Kwa kila mmoja akapita kona yake kwa information aliweza kupewa. Sky alikuja huko. Oya, wewe vipi? Wewe nani? Kaingia jamaa wako hapo kwenye friji. Akatoka yana kuwa kiakili wala ana pressure kupambana wewe sana. Kama akihitaji kukamata na kukamata tu wala atumii nguvu. Kama akitaka kuua na kuua tu. Kawafungia wajomba kwenye freezer. Lakini Resi anaga mbili. Yeye ni anaua. Yeye anaga masuala kukamata mtu. Nani? Food delivery. We ni nani? Hatujaagiza chochote. Kajua hapa ni balaa. Yak. Huyo hapa. Bwana we. Aliwachapa. Pumpafu. Sasa anakuja kuweza kuangalia. Ni kweli viungo viko hapa. Macho, mapafu, moyo. Hapa ndo akachanganyikiwa. Yeye mwenyewe ni mnyama lakini akaona mbona kuna wanyama zaidi? Resi. Kwa Sky. Wajomba mpaka wakaganda kabisa. Afu ndo baadaye anafungua mlango anaingia ndani kwa walokota watu wake. Hataki mambo mengi, hataki kujisumbua sana. Kiakili tu. Wa kwake hawa. Sasa wataeleza hawa. Nani anaweza kuwapa hiyo kazi? Wewe kwani tuko hapa? Tuachilieni. Mambo gani ya kipuzi? Nini kinaendelea? Wanapiga kelele, wamekamatwa, wameletwa kwenye mahakama ya Juba. Hii ni mahakama yao yenye binafsi. Hichi sio chumba cha mahojiano wala sio chumba cha mtihani. Hamwezi kunikamata namna hii. Nyie polisi wa namna gani? Hamna haki hata kwa raia. Mimi nina haki yangu. Haki Ndio. Nataka wakili. Mara kapigwa. Funga mdomo. Yaki kaja. Unataka wakili Ndio. Dai. Nitakupeleka mahakamani. Mahakama gani? Ya kangaroo. Moja. Kata moto. Mang lap lơi. Pumbavu. Hivi ni kweli amelala au inakuwaje? Phúc mừng lúc tua này. Nyinyi yote hapo. Yoyote ambaye anataka wakili anyoshe kidole juu. Yok đi. Nyosha mkono juu. Babako akamka. Chào thế mày. Unataka kunijaribu Chào thế mày. Unataka kunijaribu? Sky katulia tu. Ni kweli nahitaji kukojoa. Pumbavu ni. Kapo. Mbona mnyanyasaji? Nimekwambia kapo chini. Ni kweli nahitaji kujihesabu mpaka 3. Kapo chini. Poa nakaa. Chandra Ariyakul, miaka 53. Anamiliki Chandra Company Limited. Ni tajiri na pia ni msomi. Na biashara yake aliweza kuanza miaka 5 iliweza kupita. Ila haifahamiki. Ila kampuni yake inasemekana kwamba ina kiasi cha bilioni 1.2. Huyu nafikiri ni samaki mkubwa. Nadhani mwanamke unamjua pia. Humkumbuki? Anaitwa Duon Nana. Si ndio tulimpelekaga jela? Ndio. Alifungwa kwa muda mfupi. Ana nguvu. Na watu wenye nguvu pia waliweza kumsaidia kuweza kumtoa. Baada ya kuweza kutoka akaachana masuala kuuza nyama na kuanza kuuza viungo. Na pia kuna askari wa polisi alikuwa akiweza kupatia rushwa. Ni nani? Kwa sasa hatujajua. Ila mapema tutaweza kumjua askari wa polisi ambaye anakula rushwa. Muda gani tuweze kuanza hii kazi? Ananiambia sasa hivi. Hatupo tayari kuweza kuona kwamba mwanamke anatua kwa askari polisi wala rushwa mapema kabla yetu sisi. Inabidi tuweze kumkamata wa kwanza. Alice akawa anafanya mahojiano. Una haja ya kuweza kukaa kimya. Watu wengine wanasema kwamba wewe ni mkono wa kulia wa Chandra. Kama ukiweza kutusaidia sisi kuweza kumkamata Chandra, kifungo chako kitaweza kuwa ni kifupi. Dogo akacheka.
Unajua nini? แบบในหนังใช่ปะ Yaani ni kama askari polisi wa kwenye movie. Unajua nimeangalia movie nyingi sana kwenye TV. ตำรวจดี Kuna polisi wazuri na polisi wabaya. ตำรวจสวยๆอย่างมึงอะ Hasa polisi anapoweza kumshawishi mhalifu vizuri inapendeza. Alafu baadaye mtanitumia mtu mkubwa aje kuweza kunipiga kwa sababu nimekaa kimya. Sintaongea chochote. Mnapoteza muda wenu. Mwiteni! Mleteni hapa. เสียเวลาว่ะ Mnapoteza muda wenu, siwezi ongea chochote. Alice akamwambia sawa. Wewe kaongea. โชคดีนะ Bahati njema. Good luck. Bahati njema. Alice akaondoka. Unadhani utaletwa mtu mkubwa? Analetwa mweo, muuaji. Akaletwa Resi. นายแบบแบบวะเนี่ย Wewe ni modo? Kwani anaongeaga mbili huyo? Siwezi ongea. Ongee eh? Sawa. Kwanza akachomoa kisu akaweka mezani. เครือข่ายมันอยู่ที่ไหน Washirika wako kwa? กูไม่รู้ Ni hata sijui. Au hujui? มึงรู้ใช่ไหมว่ากูไม่ใช่ตำรวจ Hivi si unajua kwamba mimi si ofisa wa polisi? กูไม่รู้ Hapana sijui. Hujui eh? แต่ถ้าครีมที่ทาแล้วหน้า Lakini najua uso wako umetengenezwa na cream. Sasa kama unataka cream, nitakupatia ili hali uso wako uweze kuwa mzuri. Vipi? Unahitaji pesa nikupatie ukanunue cream ili uso wako uwe mzuri? Kavuta bastola. Kapita pembeni sikio. Mama yangu. เชี่ยอะไรวะเนี่ย Wewe unafanya nini? รู้ใช่ไหมกูไม่ได้ Si unajua kama mimi si askari, wewe ni mbwa. Mimi si ofisa. Sijui kitu. Moja. Mbili. Ongea ngoja. Najua kitu baba. Nitakwambia kila kitu. Pumbafu ni. Hapo utaongea wewe. Mjingani. Bastola kaka mezani. Chukua kama una uwezo. Haya ongea. Utasema tu hapa. Hapo. เธอคือความภูมิใจของฉันที่สุด Unajua kwanza nilikuwa nakusifu sana. ปีที่แล้ว Miaka miwili iliweza kupita. มาทำยอด Ulikuwa na wazo zuri sana kuhusiana na masuala ya uuzaji. ทุนให้เธอไปท Ndio maana kama kuweza kupatia pesa na uweze kufanya biashara. แต่แค่ปีเดียว Lakini bado ukaniangusha. ฉันผิดหวัง Ni mwaka umepita kwa sasa. Naomba unisamehe. Nipe nafasi nyingine. Miezi mitatu. Nitakulipa pesa yako. Huyu ndo Duan Nana anayewindwa. ำจะลำบากไปทำไมล่ะ Kwa nini unajisumbua? Angali hazina imekaa mbele yako. Yaani hazina ni mtoto wake. Kwamba atachukuliwa na viungo vyake vitauzwa ili kuweza kulipia fidia ya pesa aliweza kupatiwa na Duan Nana. Sikasheshe. Huyu ndo Duan Nana. Na anamiliki kampuni ya Chantra Company Limited ambayo ilisajiliwa miaka 4 iliweza kupita. Alice baada ya kuweza kufika na wenzake hapa, ilibidi kuweza kupa mwongozo. บริษัทจันท Chantra Company Limited imesajiliwa ธุรกิจ miaka 4 iliweza kupita อย่างรถ na biashara yake ikaanza kuwa mwanamke. วิทยุได้ Ili jengo lina wireless, ดัง lakini pia wateja wengi huwa wanakuja hapa, tena wenye vyeo vikubwa na wasomi. คนเข้าออกตึกนี้เป็นร้อย Ni zaidi ya watu 100 huwa wanaingia na kutoka. Nafikiri nyumba hii ni nyumba ya mauaji. มากเลยนะ ทั้งเงินและแบ็คมันใหญ่ Ana pesa na pia ana connection. Kwa hiyo ndio maana anajiona kwamba ni invisible. Yaani asionekana. Mimi siogopi chochote, siwaogopi hao. Kwanza, sasa hivi nitapata miaka mingapi? 10. 10 tena. Mpango ni upi? Nyinyi wawili inabidi mweze kutafuta ushahidi kwamba mwanamke anauza viungo vya miili. ใช้ตามเป็น Alafu kamanda inabidi mweze kumpatia ushahidi. Yaani atakuja kuweza kuchukua kwenu. Huko ndani kuna watu wangapi? Utaweza kupata jibu tukaweza kuingia huko. Vipi? Ni matamu? Ndio, ni matamu. คุณแม่หนูให้หนูดื่มนมทุกวันใช่ไหม Mama yako anakufanya wewe kuweza kunywa maziwa kila siku, si ndio? ร่างกาย Ni jambo zuri kwako. Unajua nini? เอาไว้เลยว่าของหนูเนี่ย Viungo vyako vina thamani kubwa sana. Si mtoto ndo anamwambia. Figo yako itaweza kuuzwa kwa milioni 4 ปอด TBH. ข้างละ5 ล้าน Akiambiwa mapafu ni milioni 5. แล้วหัวใจอะ Na hapa ล้าน kwenye moyo ni milioni 10. หนูรักแม่มากไหม Unampenda mamako sana? รัก Ndiyo unampenda. Mama analia tu.
maana najua ni balaa. ตาก็คิดว่าแม่ของหนูรัก Mimi nafikiri pia mama yako anakupenda wewe sana. Kazi ipo, kuna watu wakazama hapa. Hapana, hapana, hapana. วันนี้เราจะบุกรังใหญ่ของพวกมันภารกิจนี้มันเสี่ยง Hii kazi jamani ni hatari. แค่พวกเราแล้วก็ผบ.นำชัยเท่านั้นที่รู้ ว่าแล้วแม่งบุกลังใหญ่ Au pumbavu lazima tuweze kuondoa. มีชีวิตรอดกลับมากันให้ได้ล่ะ Hakikisheni kwamba mnarudi mkiwa hai. Vipi? Unaofu juu yetu sisi? Kwa sababu wanasema kwamba Namchai ataweza kuwapa backup. Ndio aliweza kuwapa mwongozo kila kitu kuhusiana na issue. Kwa hiyo watu wote inabidi mnapoweza kuingia ndani mtoke mkiwa salama pia. Lieutenant King huyu hapa. Yapi yanafuata zaidi, tukutane katika sehemu ya 15. Sina la ziada katika sehemu ya 14. Wanaita Bad Guys. Bado mashine inazidi kuweza kusonga mbele. Sasa wanamtaka huyo mmiliki wa kampuni ya Chantra, ambaye mwenyewe pia anajiita ni Chantra Company Limited, lakini pia anajulikana kwa jina la zamani la Duan Nan ama Duan Nana. So 15 itakuwa na majibu zaidi. Hapa ni kwamba sina la ziada, ni The King kama kawaida. Mambo yanazidi kusonga. Here we go.